Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi, lakini cha kushangaza, mhenga hakuwa mvuvi. Moja kwa moja tunarudi Marekani, Israeli na Iran hadi vita vya 2026. Kwa zaidi ya miongo minne, Mashariki ya Kati imekuwa ikishuhudia mvutano mkubwa kati ya Iran, Israeli na Marekani. Lakini swali ni moja, kwa nini nchi hizi zimefikia hatua ya kupigana vita? Na kwa nini Marekani na Israeli wanaiona Irani kama tishio kubwa? Na kwa nini Irani imekuwa ikipambana kisiasa na kijeshi dhidi ya Marekani na Israeli kwa muda mrefu? Ili kuelewa vita vilipolipuka mwaka 2026, tunapaswa kurudi nyuma hadi mwaka 1979. Mnamo mwaka 1979, Irani ilipitia mapinduzi makubwa yaliyomaliza kabisa utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi, ambaye alikuwa mshirika mkubwa wa Marekani. Baada ya mapinduzi hayo, Ayatollah Ruhollah Khomeini aliingia madarakani na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Uhusiano wa Iran na Marekani ukabadilika kwa kiasi kikubwa. Irani mpya iliona Marekani kama nguvu ya kigeni iliyokuwa imeingilia masuala ya nchi hiyo, na uhusiano wa Iran na Israeli na wenyewe ukavunjika. Na hapo ndipo msingi wa uhasama wa kisiasa kati ya Iran, Marekani na Israeli ulipoanza kuchukua sura mpya. Mwaka huo huo wa 1979, wanafunzi wa Kiislamu wa nchini Iran walivamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia mateka 52 wafanyakazi na raia wa Marekani. Mateka hao walishikiliwa kwa siku 444, huku tukio hili likiwa pigo kubwa kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Marekani ikakata uhusiano wa kidiplomasia na Iran na kuanza kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Na tangu wakati huo, uhusiano wa Washington na Tehran ukawa wa uhasama mkubwa. Kadiri miaka ilivyopita, Irani na Israeli nazo zikawa wapinzani wakubwa. Irani ilianza kusaidia makundi mbalimbali yenye ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati, wakati Israeli ikijaribu kuzuia kuongezeka kwa nguvu ya Iran na washirika wake. Mvutano huo kwa muda mrefu haukuwa vita vya moja kwa moja vya kila siku. Mara nyingi ulikuwa ukipitia washirika na makundi yanayoungwa mkono na Iran katika maeneo kama Lebanon, Syria, Iraq na Yemen. Lakini suala moja lilifanya hofu iongezeke zaidi kwa Marekani na Israeli, ambao ni mpango wa nyuklia wa Iran. Israeli na Marekani waliingiwa na hofu kwamba Irani inaweza kufikia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Irani kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia una malengo ya amani, huku ikiendelea kukataa kile inachokiona kama shinikizo la Marekani na Israeli. Kwenye mwaka 2015, Irani na mataifa makubwa duniani zilifikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano hayo yalijulikana kama The Joint Comprehensive Plan of Action. Irani ilikubali kuweka vikwazo kwenye shughuli zake za nyuklia kwa masharti ya kuondolewa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Lakini mwaka 2018, Marekani chini ya Rais Donald Trump ilijiondoa kwenye makubaliano hayo na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Na mvutano ukazidi, na miaka iliyofuata ikawa na mashambulizi, vitisho na mashindano ya kijeshi katika eneo hilo. Na mwaka 2024, Irani na Israel zilianza kubadilishana mashambulizi ya moja kwa moja kwa kiwango ambacho hakikuwa cha kawaida katika uhusiano wao. Na kisha mwaka 2025, mapigano ya moja kwa moja kati ya Israel na Iran yalizidi kuwa makubwa. Israeli ilishambulia maeneo mbalimbali nchini Iran, huku Iran ikijibu kwa makombora na ndege zisizo na rubani. Vita hivyo vilidumu kwa siku kadhaa kabla ya kusitishwa kwa mapigano.
Lakini kusitishwa kwa vita hakukuondoa tatizo, badala yake kulibaki swali: je, vita kubwa zaidi vingetokea tena? Jibu lilikuja mwaka uliofuata. Tarehe 28 Februari 2026, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Na hii ndiyo ilikuwa mwanzo wa vita vilivyobadilisha kabisa hali ya Mashariki ya Kati mwaka 2026. Mashambulizi yalilenga miundombinu ya kijeshi na maeneo yaliyohusishwa na mpango wa nyuklia na makombora ya Iran. Irani nayo ilijibu kwa mashambulizi dhidi ya Israel na maeneo yenye uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Ndani ya muda mfupi, mgogoro ambao kwa miaka mingi ulikuwa ukionekana kama vita vya kivuli ukageuka kuwa vita vya moja kwa moja. Na tatizo halikuishia Irani na Israeli pekee, kwa sababu Marekani ina vituo na wanajeshi katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Irani ilianza kutishia na kulenga maeneo yanayohusishwa na Marekani, na wakati huo huo makundi yenye uhusiano na Iran katika eneo hilo nayo yaliingia kwenye mzozo. Hali hii ikazua hofu kwamba vita vinaweza kugeuka kuwa vita kubwa ya kikanda. Meli, biashara, ndege na usafirishaji wa mafuta pia viliathirika. Baada ya wiki kadhaa za mapigano, juhudi za kidiplomasia zilianza. Mataifa mengine yakiwemo Pakistan na Oman yalihusika katika juhudi za kuleta mazungumzo. Kulikuwa na kusitishwa kwa mapigano na mipango ya mazungumzo kuhusu masuala muhimu kama mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya Marekani, uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo na usalama wa Mashariki ya Kati. Lakini tatizo kubwa lilikuwa hakukuwa na uaminifu wa kutosha kati ya pande hizo. Baada ya kusitishwa kwa mapigano, mvutano haukuisha kabisa. Marekani na Irani ziliendelea kutofautiana kuhusu masharti ya makubaliano. Marekani ilitaka kuhakikisha Irani haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia na iliendelea kushinikiza Tehran. Irani nayo ilitaka kuondolewa kwa vikwazo na kupunguza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Mwishoni mwa Juni, makubaliano ya muda yalilenga kusitisha mapigano na kufungua njia ya mazungumzo. Lakini ndani ya miezi iliyofuata, pande zote zililaumiana kwa kukiuka makubaliano hayo, na mapigano yakaanza tena kwa vipindi mbalimbali. Kisha likaja suala jingine kubwa ambalo ni Strait of Hormuz. Hii ni njia muhimu sana ya baharini inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayosafirishwa duniani hupitia eneo hili. Kwa hiyo vita vinapoongeza hatari katika Strait of Hormuz, athari zake hazibaki Mashariki ya Kati, zinaweza kuathiri bei ya mafuta na uchumi duniani. Mnamo Agosti 2026, Irani ilionya kwamba ikiwa diplomasia na Marekani itashindwa, inaweza kuchukua msimamo mkali zaidi wa kijeshi katika eneo la Strait of Hormuz. Na sasa tunafika Agosti 2026, vita bado havijapata suluhisho la kudumu. Muda wa siku 60 uliowekwa katika makubaliano ya Juni ulimalizika bila kufikiwa na makubaliano ya amani ya kudumu. Mazungumzo yanaendelea kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia, lakini tofauti kubwa bado zipo. Mmoja ya maeneo yenye wasiwasi mkubwa ni Strait of Hormuz. Irani inataka masharti ambayo yanahusisha masuala ya udhibiti wa njia hiyo, vikwazo na uwepo wa kijeshi wa Marekani. Marekani kwa upande wake imeendelea kushinikiza Irani kuhusu mpango wake wa nyuklia na masuala ya usalama. Wakati huo huo, Israel inaendelea kuiona Iran kama tishio kubwa kwa usalama wake. Kwa hiyo, licha ya mazungumzo, hatari ya mapigano mengine
bado ipo. Kwa zaidi ya miaka 40, uhusiano kati ya Iran, Marekani na Israel umepitia hatua nyingi, kutoka kwenye mapinduzi ya Iran mwaka 1979 hadi kuvunjika kwa uhusiano wa Marekani na Iran, kutoka kwenye mvutano kuhusu mpango wa nyuklia hadi vita vya moja kwa moja kati ya Israel na Iran, na hatimaye kuingia kwa Marekani moja kwa moja katika vita vya mwaka 2026. Swali kubwa sasa si tu nani atashinda vita, bali ni je, Mashariki ya Kati inaweza kupata amani ya kudumu bila kutatua chanzo cha mzozo kati ya Iran, Israel na Marekani? Kwa sababu vita vinaweza kusimama leo, lakini bila ya makubaliano ya kisiasa vinaweza kuanza tena kesho. Hii ndiyo historia fupi ya safari iliyofikisha Iran, Israeli, Marekani kwenye mgogoro mkubwa wa 2026. Ni mimi Viziora TZ na hii ni Viziora Media. Kwa mengine mengi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Until the next time. Bye bye.